Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Kinu cha nyuklia huko Fordo kimepigwa tena leo Jumatatu, wakati Iran ikiendelea kurusha makombora yake na ndege zisizokuwa na rubani kwa wingi huko nchini Israel. Imeionya Marekani kwamba jeshi lake sasa lina mkono huru wa kushambulia malengo ya Marekani kutokana na mashambulizi makubwa ya utawala wa Trump kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran. Jeshi la Israel pia limethibitisha kugonga barabara karibu na kituo cha Fordo ili kuzuia ufikiaji wa eneo hilo. Kituo cha Fordo kilikuwa mojawapo ya zile zilizopigwa katika shambulizi la awali mwishoni mwa juma, na kombora lililofuata leo Jumatatu limeripotiwa kwa mara ya kwanza na televisheni ya taifa ya Iran. Hakukuwa na neno la haraka juu ya uharibifu huo. Rafael Gross, mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki wa Umoja wa Mataifa IAEA, anasema siku ya leo Jumatatu kwamba kutokana na mzigo wa milipuko uliotumika, shirika la Umoja wa Mataifa la kuangalia nyuklia lilitarajia uharibifu mkubwa ungetokea katika mashambulizi hayo ya awali, lakini kimsingi mashambulizi ya Marekani hayakuweza kuharibu chochote katika kinu hicho cha nyuklia. Pamoja na mashambulizi ya Jumamosi usiku kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran, Marekani ilijiingiza katika vita vya Israel na kusababisha hofu ya mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Wakati huu Marekani inaiomba Iran iachane na mpango wake wa vita, ikisema kwamba haina mpango na vita na Iran. Kadhalika, katika taarifa zingine inadaiwa kwamba Israel imeomba Iran iachane na vita hivyo, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisema kwamba huenda katika siku za hivi karibuni watamaliza malengo yao ya kivita. Hata hivyo, Iran inaelezwa kwamba haikukubaliana na matakwa ya Israel na kwamba vita vinaendelea. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema kuwa moja kati ya malengo yao sasa yanaenda kutimia nchini Iran, lakini pia na hata katika ukanda wa Gaza, na hivyo wakati wowote vita hivyo vinaweza vikatamatika. Iran imesema kuwa Marekani imevuka mstari mkubwa sana mwekundu na hatari yake ya kushambulia maeneo hayo matatu kwa makombora na mabomu ya paundi 30,000. Nchini Iran, mashahidi wameripoti mashambulizi ya anga ya Israel ambayo yalipiga maeneo karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran, karibu saa 6 mchana siku ya leo. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Bwana Israel Katz anasema kwamba siku ya leo wamepiga katika eneo muhimu na eneo ambalo ndio moyo wa Iran. Hata hivyo, haikujulikana ni eneo gani ambalo Bwana Israel Katz amelizungumzia, lakini wengi walistafakari kwamba huenda ni makombora ambayo wamearusha katika eneo la Fordo, wakidhani kwamba labda wamefanikiwa kwa kiwango ambacho walikitaka.